Pia katika pombe ni hivyo hivyo, Mola Subhanahu wa Ta'ala kalijalia pombe hili kwa kwamba ni katika starehe tunazozipenda sisi, pia katuwekea kule, lakini la kule halina madhara kama la ulimwenguni. Lina khasaisi zake. Mfano tukiangalia lile la kule ni starehe bila ya kulevya, halimlevi mtu wala halimtoi mtu katika hali yake ya uzima wa akili, lakini pia halina madhara kwake. Ndio maana katika aya nyingine tunaona Mola Subhanahu wa Ta'ala akituambia la yusaddauna anha wala yunzifun, kwamba ile halirithishi mtu kumwana kichwa ama kusababisha ila yoyote ya kichwa, wala haliondoi akili ya mtu. Zahmidi TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Zahmid TV, karibu sana, tuendelee katika makala zetu za Zahmid TV. Leo tunaangalia pombe. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza swala zima la kunywa pombe hapa duniani, lakini ametuahidi kwamba tukiingia peponi insha Allah tutakutana na pombe. Sasa kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala atukataze pombe duniani lakini akatuahidi kutuwekea pombe katika pepo yake insha Allah? Tupo na Sheikh Khamis Wayu, atatuelezea pombe ya peponi ikoje. Je, unaifahamu pombe ya peponi iko vipi? Basi ungana sisi tukiwa na Sheikh Khamis Wayu. Marhaban bika ya Sheikh. Jazakallahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika kipindi chetu katika Zahmid TV. Shukran sana. Mtazamaji ana shauku kubwa ya kuifahamu pombe ya peponi. Naam. Tunaambiwa duniani tumekatazwa kunywa pombe, lakini peponi Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia pombe. Naam. Hivi pombe hii ya peponi iko vipi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Suala ambalo kwamba liko mezani ni kwamba pombe ya peponi ndio kiini kikubwa. Pombe ya peponi ikoje? Kwa sababu tunaona Mola Subhanahu wa Ta'ala katuharamishia hapa ulimwenguni, lakini katuwekea hiyo pombe ya peponi, kwa maana kwamba hapa ametuharamishia lakini peponi amekuwa ametuwekea. Kwanza kabla ya kuieleza kwamba pombe ya peponi ikoje, kitu cha kwanza ni tujue kwamba pombe ni nini. Pombe sumia al-khamru khamran li'annaha tughatti al-aqla. Pombe imeitwa kwamba ni pombe kwa sababu huwa inafinika akili ya mtu, na kwa kwamba inafinika akili ya mtu ndiposa pale mtu atakapokuwa ameitumia huwa hufanyika vitendo ambavyo kwamba kwa mtu ambaye kwamba ni mzima wa akili hawezi kuifanya vitu kama vile. Ndio. Sasa la kutushangaza ni hivi, ikiwa pombe hii imeitwa kwamba ni pombe kwa sababu inafinika akili ya mja, mbona Mola Subhanahu wa Ta'ala katuwekea hii pombe kule peponi? Tutapata kujua kwa kwamba kwanza tufahamu Mola Subhanahu wa Ta'ala ametutajia starehe ambazo kwamba ziko peponi katika vyakula. Ndiyo. Na mahurul ain na kila sampuli. Itoshe kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun, kwamba peponi viko kila ambavyo kwamba nafsi zenu zitakuwa zahitajia vitu hivyo katika starehe, na nyinyi hapo peponi mtakuwa milele, yani wale waja wema na wenye kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia sisi tutakuwa milele katika hiyo pepo. Kwa hivyo kila ambacho kwamba nafsi ya thamani kitapatikana huko. Na tufahamu kwamba katika starehe tukija katika vinywaji na vyakula miongoni mwao ni pombe. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba amejalia vitakavyopatikana peponi katika starehe hata ulimwenguni tunavyo. Ndio maana katika aya nyingine Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia nini? Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Wale watu wakitakapoingia peponi, kila watakachoruzukiwa pale ndani katika matunda na vyakula vingine husema kwa kwamba hivi ni vile ambavyo tulikuwa tukiruzukiwa ulimwenguni, lakini watakapovionja kuvitia mdomoni wanakuta kwamba uzuri na utamu wazidi huo ulimwenguni hauna mfano. Pia katika pombe ni hivyo hivyo. Mola Subhanahu wa Ta'ala kalijalia pombe hili kwa kwamba ni katika starehe tunazozipenda sisi, pia katuwekea kule, lakini la kule halina madhara kama la ulimwenguni. Lina khasaisi zake.
Mfano tukiangalia lile la kule ni starehe bila ya kulevya, halimlevi mtu wala halimtoi mtu katika hali yake ya uzima wa akili, lakini pia halina madhara kwake. Ndio maana katika aya nyingine tunaona Mola Subhanahu wa Ta'ala akituambia la yusaddauna anha wala yunzifun, kwamba ile halirithishi mtu kuumwa na kichwa ama kusababishwa ila yoyote ya kichwa, wala haliondoi akili ya mtu. Lakini ila hizi zapatikana katika pombe la ulimwenguni, kwamba lamletea maradhi mtu, lakini pia laondosha akili ya mtu. Kwa hivyo pombe la peponi likoje? Liko kama namna alivyolisifu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Atuambia nini Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa anatuelezea katika aya yake mashuhuri ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, akitutajia sampuli ya vinywaji ambavyo kwamba vinapatikana janna ama peponi, tena kwa mfumo wa mito. Na ukiambiwa kwamba ni mto, maana kwamba haimaliziki kwa kunywa. Atuambia kwamba mathalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Aya imeendelea, lakini tuko katika hii ambayo kwamba hizi sampuli za vinywaji ambazo kwamba ndizo tuzitakazo, ikiwemo kimoja chapo ni pombe. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba kuna pombe ambayo kwamba ladhatin lisharibin, kwanza lina sifa ya utamu. Lakini sifa ya pili ni kama namna tulivyotangulia katika aya iliyotangulia, Mola akituambia kwamba la yusaddauna anha wala yunzifun, maana kwamba halina sifa ya kumletea mtu madhara ya kiakili ya kichwa kama maradhi, ama pia halina illa ya kumuondosha mtu katika akili yake. Kwa hivyo ni starehe, lina sifa ya ustarehe bila kuondosha akili ya mtu. Ni katika auswafi za pombe la peponi namna lilivyo. Naam, Sheikh Khamis, Allah tujalie tuingie peponi tuipate pombe. Amin inshallah. Bali pia tujalie tuwe ni wenye kuweza kunywa vinywaji kama hivi, pamoja na kunywa katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena atunyeshe kwa mkono wake. Allahumma amin. Labda Sheikh Khamis, kuna mtu mpaka sasa hivi anakusikiliza, labda anakutizama, yeye ni mlevi wa hii pombe, na kuna wengine wanasema bwana, mimi nikipata stress lazima nikaziondoe kwenye pombe, nikichoka nikaiondoe kwenye pombe. Mtu kama huyu unaweza kumshauri vipi kwamba aache pombe hii akaisubiri mambo ya akhera? Tayeb, jawabu la suala hili, kwanza tutapata kuona kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye midamu, yeye ndo alotuumba sisi, basi anatujua zaidi sisi kuliko namna tunavyojijua sisi. Japo sisi wanadamu siku hizi tumekuwa, tutumie lugha ya vimbelembele, yani tumekuwa kwamba tunajifanya kwamba tunajua zaidi, mpaka ikafikia hatua Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mfano wa hili katuwekea sheria sisi wanadamu, na yeye anaujua ubinadamu na haki za mwanadamu zaidi kutuliko sisi. Lakini sisi tumekuwa, umetokea baadhi yetu wakadai kwamba wanajua zaidi haki za binadamu kumshinda yeye Mola, ikawa wanazuia baadhi ya hukuku ambazo kwamba mtu leo atakosea anafaa afanyiwe kibinadamu. Basi pia vile vile tukija kwa huku, kunao ambao kwamba ama wanadamu tumefikia katika ujuaji wetu, Mola atusamehe na atuongoze kwa hili, ya kwamba mtu huona kwamba suluhisho lake yeye la kutokwa na stress alokuwa nayo, la kupata yeye kupumbaa na utulivu, umo katika kumwasi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala katika hikma zake hana lolote analotuamrisha isipokuwa hilo lina manufaa kwetu sisi, na hakuna lolote ambalo kwamba ametukataza isipokuwa hilo lina madhara kwetu sisi. Hata kama macho yetu, elimu zetu zinatuambia kwamba hilo liliharamisha Mola lina manufaa, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala midamu katukataza, ni maana kwamba lina madhara kwetu sisi. Sasa katika kadhia ya pombe hii tunapata Mola Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa asbabu za yeye kutuharamishia sisi hili pombe la ulimwenguni, ni kwa kwamba hili pombe ameliita kwa kwamba ni rijis. Angalia katika aya Mola Subhanahu wa Ta'ala akituambia kwa kwamba ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu, kwamba hakika enyi mlioamini, akitunadia sisi waumini, jueni kwamba pombe innamal khamru, kwamba hilo pombe na kamari na ansab na azlam
zote hizi alizozoorodhesha alisema kwamba rijsun ni uchafu, hizi min amali shaitani, ni katika amali za shaitani. Kwa sababu gani? Pombe ilarithisha maovu mingi, ndio mpaka likawa limeitwa kwamba ni ummul maathim ama ummul maasiya, ni pombe. Wangapi ambao kwamba wamefanya vituko vilivyokuwa vikubwa vya kuwanyima heshima zao, ama wakafanya mambo ambayo kwamba ni ya kuwadhuru wao na kuwadhuru wengine kwa kutumia hili pombe. Ndiposa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake makubwa akawa ametuharamishia hili pombe. Na pia kama utaniruhusu kwa kuongezea katika jawabu hili, marhaban, niseme kwa kwamba hata Waislamu, Mtume sallam alivyogura na Waislamu wa masahaba zake kutoka Makka kwenda Madina, ilikuwa pombe hili ni katika vitu ambavyo kwamba vilikatazwa katika Uislamu na vikaharamishwa tadrijian, yani pole pole. Kwa sababu masahaba wenyewe baada ya kwenda Madina kule ikawa walikuwa pombe ni katika ada zao. Hivi leo kama namna mlivyonikaribisha hapa, basi katika ada zao ugeni wangu huu ama ukarimu wenu nyinyi kwangu hautimii mpaka mtakapotangulizia pombe pembeni kidogo. Ewa, basi ndivyo namna ilivyokuwa. Lakini kwa kwamba pombe si kitu kizuri, masahaba wenyewe wako walikuwa wakijiuliza, miongoni mwao ni Saidina Umar. Alikuwa akimuomba sana Mola, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafia, ya Rabbi tubainishie katika hili suala la pombe ubainifu ambao kwamba utaondosha utata kabisa. Na ikatokea sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala akawa anashusha zile ayati za tadrijian kuonyesha kwamba hili pombe halifai, mpaka ikajafikia hatua Mola Subhanahu wa Ta'ala akaliharamisha hilo pombe. Ndio pale ilivyoshuka ile ya kwanza, yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Saidina Umar alikuwa akiomba Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafia. Ikaja aya pili kwamba ya ayuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Na yasemekana miongoni mwa sababu za kushuka hii aya ni kwa kwamba mmoja katika maswahaba walienda ima baina ya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, ama mmoja katika maswahaba aliwaita wenzake akawalika nyumbani. Sasa baada ya kula na wao na kunywa likiwemo katika vinywaji hili pombe, kabla ya kuharamishwa wakati huo, mmoja akatangulia kuswali, kuwaswalisha watu. Ilifika wakati wa swala, ikawa katika swala baada ya kusoma suratul Fatiha akasoma qul ya ayyuhal kafirun. Sasa alipofika kwamba la a'budu ma ta'budun, yeye alisema kwamba nahnu na'budu ma ta'budun. Sasa hili ndio ikapelekea kushuka hii aya mwisho ya kuharamisha kabisa hilo pombe, kwa sababu aya pili hii ambayo kwamba imeshuka ya la taqrabu salata wa antum sukara ni kwa kwamba ikawa sasa maswahaba hunywa lile pombe wakati ambao kwamba sio swala, yani hupiga mahesabu mtu kiasi ya kunywa sahihi mpaka kufikia wakati wa swala litakuwa lishakwenda hili. Kwa hivyo nitaiswali hali ya kwamba niko sawa sawa. Ona sasa ilivyokuwa namna ni hii, likaja likatokea hili la mtu kukosea ndani ya swala, ikawa sasa ikashuka aya kwamba kwanza watu wasikaribie swala hali ya kwamba wamelewa, na ilofuatia ni ya mwisho hii ya kwamba pombe na kamari na zinginezo hizo ambazo kwamba zimetajwa kwa kwamba ni rijis, zimeitwa kwa kwamba ni uchafu na ni katika amali za shaitani. Kushukuru sana Sheikh Khamisi Wayu. Naam. Kwa darasa lako uzuri. Naam. Uzuri zaidi ya uzuri. Naam. Tumejifunza mengi alhamdulillah. Allah kubariki ala khairi. Amin inshallah. Na pia tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na huu uchafu wa pombe. Amin ya Rabb. Na tuandalie pombe nzuri katika pepo yake inshallah. Amin inshallah. Naam, ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, tulikuwa na Sheikh Khamisi akituelezea pombe ya peponi iko vipi. Natumai tumejifunza mengi na tuazimie kutokuikaribia kabisa hii pombe kwa sababu tumeambiwa ni uchafu. Lakini pia tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuandalie pombe nzuri katika pepo yake, huku tukiendelea kufanya jitihada ya kufanya ibada kwa wingi. Tulikuwa ndio yako Abdulaziz Hilal. Usisahau kusubscribe, comment na kushare ili ujifunze zaidi. Endelea kufuatilia Zahmid TV mpaka wakati mwingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmid TV.